Na kusalimu kwa jina la Yesu. Si unanisikia vizuri eh? Amina. Basi leo ni siku nyingine tena ya Jumapili. Tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu kwenye kipindi cha asubuhi. Na nitafundisha ile somo ambalo nilifundisha Ijumaa katika ibada ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Na nakumbuka tulijifunza mbinu anayoweza kuitumia adui kukushambulia. Amen. Mbinu anayoweza kuitumia adui kukushambulia. Na tukaona kwamba ni wakati ukiwa umechoka. Wakati ukiwa umefanyaje? Umechoka. Adui yako ana uwezo wa kukuvizia wakati ukiwa umechoka. Na tukaangalia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 57 mstari wa 10. Isaya 57 mstari wa 10. Anasema ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako. Ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako. Tukasema kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye maisha yako yakakufanya uchoke. Sasa yale mambo yanapojitokeza kwenye maisha yako yakikufanya uchoke, adui anatumia hiyo nafasi kuweza kurusha mishale yake. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwa ajili ya kukushambulia. Anangojea wakati ukiwa umechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapita kwenye jaribu zito ni wakati ambao unakuwa umechoka. Wakati unapopitia kwenye maumivu makali ni wakati ambao unakuwa umechoka. Ni wakati ambao unapitia katika hali ya kuumwa sana ni wakati ambao umechoka. Sasa adui anatumia hiyo nafasi kuweza kurusha mishale yake kwa ajili ya kukushambulia. Mungu atusaidie. Na mara nyingi anapoirusha hii mishale kwa ajili ya kukushambulia, hauwezi mara nyingine kuweza kugundua kwa wakati huo, kwa sababu wakati huo unakuwa ni wakati mgumu sana kwako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa mfano mtu ambaye unakuta kwamba labda kwa mfano amepata stroke, labda upande mmoja hauna nguvu, yani umeparalyze. Sasa ule upande ambao umeparalyze, hata akikatwa na kitu hawezi sikia maumivu, kwa sababu ule upande ni kama vile umekufa. Hata ukimfinya hasikii maumivu, kama vile yani kuna ganzi kubwa, hajui chochote kinachoendelea. Si ndio jamani? Lakini yale majeraha ambayo anaweza akawa amekatwa hawezi kuyasikia kwa wakati huo, kwa sababu kwa ule udhaifu ambao ako nao. Sasa ifike mahali sasa ile hali iweze kuondoka, ndipo hasa hapo anapoanza kukutana na maumivu. Ni sawasawa na mgonjwa ambaye labda anafanyiwa operation, au mama ambaye anafanyiwa operation ya kutoa mtoto. Anapigwa ganzi, anapigwa hii nusu kaputi, hasikii maumivu ya aina yoyote ile. Lakini ile ganzi inapokuwa imeisha, basi ndipo anaanza kusikia maumivu. Kwa hiyo mara nyingine adui anaweza akarusha mishale wakati unapita kwenye maumivu makali na usijue kwamba nimepigwa hapa. Amen. Madhara yake ukaja yaona baadaye sana. Si tunaelewana watu wa Mungu? Unaweza ukayaona baadaye sana hayo madhara ambayo yalipatikana wakati ukiwa umechoka. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Kwa hiyo ukiwa umechoka na kukosa matumaini, ndipo adui anatumia hiyo nafasi ya kupiga mishale yake ya sumu. Unapokuwa umechoka na kukosa matumaini, ndipo hapo adui anapoitumia hiyo nafasi kupiga mishale yake ya sumu. Wakati ukiwa umechoka, wakati ukiwa na mawazo mengi, wakati ukiwa na sijui jambo gani ambalo limekusibu, ukiwa umechoka sana, ndiyo nafasi ambayo adui anaitumia kuweka mishale yake kwako. Ndio maana mara nyingi unapopita kwenye wakati mgumu, lazima ujue kustahimili. Tutaona hapo kuna zile aya za chini ambazo mimi niliishia kwenye hii A, sikuendelea kufafanua ile B yake, ambayo ndio siku ya leo ambayo tutakwenda kuiangalia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unapitia jaribu gumu, umechoka, unapitia huzuni nyingi, umechoka, umesikia taarifa mbaya inayokuhusu, umechoka. Kwa hivyo vitu vyote ndio ambavyo shetani anavitumia kwako ili kuweza kuleta mashambulizi, ili kuweza kushambuliwa kirahisi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Narudia tena, unapopitia jaribu gumu, unakuwa umechoka, adui anaweza akatumia nafasi hiyo. Unapopitia huzuni nyingi, unakuwa umechoka, adui anaweza kupitia nafasi hiyo. Unaposikia taarifa mbaya, umekuwa umechoka, adui anaweza kutumia nafasi hiyo. Amina. Akazitumia hizo nafasi kuweza kukushambulia na usijue kwamba umeshambuliwa, kama nilivyoeleza hiyo mifano ambayo imepita hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana watu wa Mungu? Ndio maana nikazungumza nikasema kwamba juzi juma ngapi ilikuwa, Jumanne, tulivyokuwa tumepata taarifa ya msiba wa mpendwa mwenzetu, nikakutahadharisha kwamba lazima uwe na kiasi, kwa sababu shetani anaweza akatumia hiyo nafasi kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akatumia hiyo nafasi akakushambulia, ukawa na huzuni ya kupita kawaida, ukawa na hali ya kufikiria kupita kawaida, ukawa katika hali hiyo, alafu pia ukakosa nini? Tumaini. Tayari adui anatumia hiyo nafasi kwa ajili ya kuweza kukushambulia. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawaambia tu juzi, hata tulivyokuwa pale tuliona namna ambavyo kulikuwapo na mashambulizi ya aina nyingi yanayotokana na madhabahu ambazo ziko katika maeneo yale. Lakini kitu ambacho nataka nizungumze sicho tu, nataka nizungumze juu ya maisha ambayo pia unaweza ukawa unayapitia katika maisha yako, juu ya changamoto ambazo unaweza ukazipitia kwenye maisha yako, ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza kukufanya uchoke. Amen. Ndio wakati ambao unatakiwa uwe makini sana kuliko nyakati nyingine zote. Haleluya. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 29. Tuone mtu mmoja ambaye alikuwa amechoka. Nini ambacho kilimtokea? Na yeye hakuona madhara ya hicho kitu wakati huo. Mwanzo 25 mstari wa 29. Hakuona hayo madhara kwa wakati huo. Anasema hivi, Mwanzo 25:29. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Unaona Kwa hiyo Esau ametoka porini, lakini huku nyumbani mdogo wake Yakobo amepika chakula kizuri sana cha dengu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ikafikia wakati Esau akamuomba, ukiendelea hapo chini, Esau akamuomba Yakobo chakula. Yakobo akamwambia, hapana, siwezi kukupa mpaka unipe haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Si unanielewa Hapo ni wakati amefanyaje? Amechoka Esau. Kwa hiyo wakati mtu amechoka, lazima aangalie maamuzi anayochukua, lazima aangalie maneno anayoyatamka, lazima aangalie vitu ni vya muhimu sana. Wakati ukiwa umefanyaje? Umechoka, umeghafilika. Ndio maana wataalamu wengine wanasema kwamba unapokuwa na furaha sana, usipende sana kusema maneno.
Na unapokuwa na huzuni sana, usipende pia kusema maneno, maana hivyo vitu vinakuja kulingana na mhemko wa wakati ulioko. Herode binti yake akacheza vizuri sana, akamwambia, akafurahi, akamwambia omba unachotaka. Binti akamuuliza mamaye akamwambia omba kichwa cha Yohana. Sasa Yakobo huyu Herode hakuona, yani hakuwa na staa wakati anazungumza kile kitu, kwamba huyu mwanangu ikiwa akiomba kitu fulani, je, nitamnyima? Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye akaona tu ni sawa. Mwanaye akamwomba kichwa cha Yohana. Kweli, kwa sababu aliahidi, akakikata kile kichwa cha Yohana, kitu ambacho kwake hakikumpendeza, lakini kwa sababu aliahidi akafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya maeneo mawili ni maeneo ambayo unatakiwa uweze kuyaangalia kwa umakini sana. Lakini wakati ambao unapita kwenye huzuni, wakati ukiwa umechoka, ni wakati wa kuangalia sana, kwa sababu unaweza ukajitamkia maneno yasiyofaa, unaweza ukajilani wewe mwenyewe. Watu wengine wamejilani kwamba mimi hivi ndivyo nilivyo, hii ni hali yangu. Wamechoka, wameomba sana, kwa hiyo wamechoka, kwa hiyo wanajitamkia maneno ya kujikatia tamaa. Mungu atusaidie sana. Ukienda pale kwenye mstari wa 20 na ngapi, wa 20 na 30 na ngapi kwenye hiyo kitabu cha Mwanzo, mstari wa 34 zima tuko 34, mstari wa 34, mstari wa mwisho, Biblia inasema hivi, hiyo Mwanzo 25 mstari wa 34 inasema hivi, Yakobo akampa mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Unaona sasa pointi, anasema Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Esau akaidharau. Sasa kilichosababisha Esau adharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza ni nini? Ni kwa sababu alikuwa amechoka. Wapendwa, unapokuwa umechoka, una uwezo wa kuchukua maamuzi mabaya. Kuna watu wanachoka kimaisha, wanaamua kujinyonga, si ndio? Wanaamua kunywa sumu kwa sababu wamechoka. Wanaamua kuachika katika ndoa zao kwa sababu wamechoka. Wanaamua kuchukua maamuzi yasiyokuwa na busara kwa sababu wamechoka. Mungu atusaidie. Haleluya. Hata mimi katika historia ya maisha yangu kuna nyakati nilichoka, nikafikiri ni afadhali kufa kwa sababu nilikuwa sina nini? Tumaini. Kwa hiyo mtu anaweza akapita kwenye kipindi kigumu akawa amechoka, kwa hiyo lolote litakalomjia mbele yake ni sawa. Sisi tunaelewa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasubiri sana juu ya hitaji ambalo unamuomba Mungu, ukaona kwamba nimeomba sana, umechoka, ukaamua kuchukua maamuzi kama aliyochukua nani? Esau. Hakujua kwamba kwa kula kile chakula ambacho ni cha agano na mdogo wake kimemwondoa katika haki ya mzaliwa wa kwanza. Yeye akaona ni sawa. Mtu anapokuwa amechoka, nimechoka Bwana kuvumilia, nimechoka kuishi, nimechoka kufanyaje? Kuvumilia. Kwa hiyo anaamua labda nimekaa sana, nimechoka, anaamua kuingia kufanya dhambi bila kujua kwamba lile tendo la kufanya kwake dhambi linaenda kumletea madhara ama linaenda kumletea matatizo. Mungu atusaidie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna binti moja alikuwa anazungumza naye, anasema nimekaa sana, nimechoka kabisa. Nikamwambia, sasa kama umeweza kukaa katika miaka yote hiyo na ukajitunza, angalia adui yuko mlangoni. Miaka ambayo umeishi katika nidhamu ya Mungu itakuwa ni hasara kwako. Pengine dhahabu yako iko hapo mbele, leo unachoka. Usichoke. Ndio maana Biblia anasema msichoke katika kutenda mema. Haleluya. Mtapokea msipozimia. Jamani, kuna kuzimia. Jina la Bwana litusaidie. Kuna kufanyaje? Kuna kuzimia.
Asikwambie mtu kuna kuchoka na kuna kuzimia. Sasa hizo nyakati ni nyakati ngumu sana katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Herode akaomba kichwa cha Yohana. Esau akauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya alikuwa amefanyaje? Amechoka. Lakini huyu mtu anayechoka ni kwa sababu gani anachoka? Ni kwa sababu hana nini? Hana matumaini. Jina la Bwana lisaidie sana. Ukishakosa kuwa matumaini, ukishakosa kuwa na tumaini, basi lazima kuchoka kukuathiri. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Sasa turudi kule kwenye Isaya 57, tuangalie mstari ule wa 10, tuangalie bii yake inasemaje, ambayo ndio nataka niweze kuizungumzia kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. 57:10, bii yake inasema hivi. Sikiza kwa makini hapo. Sikiliza sasa mtu wa Mungu anavyotakiwa awe wakati amechoka. Yaani wakati ukiwa una majonzi, wakati ukiwa umekata tamaa, wakati ukiwa yani kila kitu kwako inawezekana kimeharibika. Simama hapa, anasema hivi. Anasema lakini hukusema hapana matumaini. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hukusema, yani pamoja na kwamba umechoka, hukusema kwamba hapana nini? Matumaini. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Yani katika yale yote ambayo umeweza kupitia, haukusema kwamba sina tumaini. Bado tumaini lilikuwa wapi? Lipo kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Anaendelea, anasema hivi. Anasema ulipata kuishwa nguvu zako, kwa sababu hiyo hukuugua. Ulipata kuhuishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kupitia zile changamoto ambazo umekutana nazo, kule kuchoka ambako umekuwa nako, ukahuishwa, ukawa bado una matumaini, bado ukasema kwamba mtetezi wangu yu hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bado ukuwa na maneno ambayo yanaweza yakavunja utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati wa uchanga wa huduma, wakati tunaanza huduma, kabla hata hatujakuwa wachungaji, tulikuwa tunafanya huduma za maombezi. Tunafanya huduma za maombezi. Sasa unafika, unaweza ukaombea mgonjwa, ukakuta kwamba haponi. Sasa unakuwa na hali ya kuanza kufikiria kwamba kwa nini labda hajapona. Kwa hiyo unakuwa na hali ya kukata tamaa. Bwana Yesu ausaidie sana. Haleluya. Lakini kumbe Mungu yeye ni Mungu ambaye hajashindwa wala hata kaashindwe milele yote. Sema amina. Amen. Hata kama umejaribu mara ya kwanza ukaona haijafaa, jaribu tena, usivunjike moyo. Hata kama ni biashara umeona kwamba inaleta matokeo mabaya, jaribu tena. Kama kuna mahali ambapo umekosea, jaribu kuparekebisha, endelea tena. Kuna kipindi tulifundishwa somo linalosema tena, akaenda tena, akaomba tena. Maana yake ile tena ikaleta matokeo. Si kuna mtu mmoja ananielewa asubuhi ya leo? Kuliko kukosa nini? Matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Umechoka, umekosa matumaini, lakini hukusema. Haitakiwi na maneno ya kujifunga. Maana kuna watu wengine unakuta kwamba anapitia nyakati mbaya, anasema huu ugonjwa ni wa kwangu. Kwa hiyo anaubatiza ule ugonjwa na kusema kwamba ni wa kwake. Hii hali ya umaskini ni ya kwake. Kwa hiyo anabatiza kile kitu. Maana yake ni kwamba huyu mtu amekosa kuwa na matumaini, ama amepita kwa jaribu gumu, alafu anatamka kama mama mmoja ambaye alizaa kwa uchungu. Alizaa kwa uchungu sana. Alipozaa kwa uchungu akatamka maneno, akasema, kwanza ile mimba ilimtesa mno. Wakati ile mimba imeendelea kumtesa na kumtesa na kumtesa, mpaka anafika wakati wa kujifungua, akasema kama huyu mtoto ni wa kike, endapo nitamzaa,
endapo nitamzaa basi asizae, maana aliona mateso ambayo alikuwa ameyapata hasa kwa kupenda kiumbe chake ambacho kiko kwa tumbo yake. Akatamka hayo maneno akasema, kama huyu mtoto ni wa kike asizae. Bahati mbaya Mungu akampa mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike akakua bila kujua chochote kile katika maisha yake. Akakua mtoto, akaendelea, akapata mume, akaolewa, akakaa kwenye ndoa, miaka inaenda, mtoto hapati, yani hazai. Akipimwa anakutwa yuko vizuri tu, ana shida yoyote. Akapita kwa hiyo changamoto, haelewi afanye nini. Anaenda kwa waganga, anaambiwa hiki, mara umelogwa na fulani, maana ndivyo alivyo. Hata kuacha hivi hivi, lazima akwambie kwamba umelogwa na fulani, mara hiki mara kile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bahati nzuri yule binti akapata neema ya kuokoka. Alipopata neema ya kuokoka katika maombi, baada ya kukaa katika wokovu, baada ya muda kufanyiwa maombi ya ukombozi, ndio anaambiwa kwamba, binti, kuna maneno ambayo mama yako aliyatamka. Mama yeye alitamka tu, hakujua kwamba kile kitu kama kinaweza kumletea athari. Kuna maneno ambayo yalitamkwa kwako. Anaenda anamuuliza mama yake, mama, je, kuna kitu ambacho ulikitamka kwangu? Sasa mimi sijui. Ndio anakumbuka, anasema, bwana, mimi wakati nina ujauzito wako, kwa kweli bwana, lakini sidhani kama ndio hicho. Nilipitia wakati mgumu, nikachoka, nikasema tu kama nitapata mtoto wa kike, basi kwa hali hii niliyopitia asija akazaa. Bicha naambia, hicho ndio kimenifunga. Wanaenda kwa mchungaji, anatubishwa, yule mama analia, binti anafunguliwa, anabeba ujauzito, anazaa. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo kuna nyakati mtu anaweza akapitia akatamka maneno tu ya ajabu ajabu. Haleluya. Ukajifunga, maana Biblia inasema kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo wakati unapita katika maeneo magumu, usiwe mtu wa kutamka tamka ovyo. Kuwa mtu wa matumaini. Haleluya. Tena Sara mwenyewe akapata huruma wakati malaika wa Mungu anamwambia Ibrahim kwamba mkeo Sara yuko wapi? Majira kama haya mwakani atapata mtoto. Sara akiwa kule Emani akafanyaje? Akacheka, maana umri wake ulikuwa umeenda, desturi zake zilikuwa zimekata. Wakamwambia, mbona Sara mkeo amecheka? Akatubu pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatubu. Basi kucheka, ambaye umecheka, kwani kuna neno gani la kumshinda Mungu? Pale pale malaika wakafuta lile jambo. Maanake kuna watu leo wanaishi kulingana na maneno aliyoyasema wakati wanapitia magumu. Mimi sikusoma, kwa hiyo maisha yangu yatakuwa ni haya. Kwa hiyo unaishi katika level hiyo hiyo, ukijua kwamba mafanikio yako katika waliosoma. Kwa mafanikio yako kwa yoyote yule mwenye akili zake timamu, mwenye kujiongeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kukosa nini? Tumaini. Biblia hapa inasema hivi, anasema, lakini hukusema hapana matumaini. Yaani hakikisha mtu wa Mungu, unapopita kwenye wakati mgumu wa aina yoyote, usikose kuwa na matumaini. Matumaini kwa Mungu. Haleluya. Hata kama jambo linakuuliza, lia, lakini mwisho wa yote mpe Mungu utukufu. Mwambie Mungu, utabaki kuwa Mungu. Haleluya. Uniponye sawa, usiponiponya wewe bado ni Mungu. Unibariki sawa, usiponibariki bado wewe ni Mungu. Ulete amani kwenye hii familia sawa, ila usipoleta bado wewe ni nani? Pale unaishi kwa matumaini kwamba Mungu yupo na Mungu anajivunia wewe. Lakini sio unapita kwenye wakati mgumu unaanza kuimba nyimbo za kukata za kunani hii tena uzimalizie. Na Fule aliimba alafu akamalizia. Sasa wewe uzimalizie, unaishia tu kwenye chorus ya nani hii ya kukosa nini? Matumaini. Bwana asifiwe. Haleluya. Chunguzaga tu nyimbo za watu wengi, wanaimbaga nyimbo zinazoendana na matatizo wanayoyapitia. Mungu atusaidie sana.
Mtu mmoja alikuwa anapenda sana yani kila ukifika kwake ni tufani 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 inapovuma tufani inapovuma. Yani anaga wimbo wengine haimbagi ule wimbo mwingine labda unaosema kwamba Bwana Mungu, nashangaa kabisa haleluya, Bwana Mungu na ni tufani katika, yani anajiaminisha yuko kwenye tufani, sawa ile nyingine ya kwamba Bwana sio, yani yeye ni tufani. Kwa hiyo nani imemshika inamla sana hiyo roho Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Hana nini? Matumaini. Mpendwa, usichoke, haleluya. Usifanyaje? Usichoke, haleluya, kwa sababu unapochoka tayari unampa shetani nguvu ya kuweza kukushambulia. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Hebu tuangalie Isaya 50 mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 50 mstari wa 7. Sikiza ya maneno pia yatakusaidia. Sikiza sana. Yanasema hivi. Anasema maana Bwana Mungu atanisaidia. Hebu sema maana Bwana Mungu atanisaidia. Anasema maana Bwana Mungu atanisaidia, sawa Kwa sababu hiyo sikutaharika kwa sababu ya hiyo nimekaza uso kama gumegume, nami najua kuwa sitoona haya. Unaona Isaya anasema hivi, maana Bwana Mungu atanisaidia. Yaani katika jambo lolote lile lazima ujue kwamba upo msaada wa nani? Wa Mungu. Ukiwa umechoka, uamini kwamba upo msaada wa Mungu. Ukiwa kunaona hali yote inakukatisha tamaa, ujue kwamba uko msaada wa nani? Wa Mungu. Anasema nimekuwa kama anasema kwa hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume. Nimekaza uso wangu kama nini? Yaani kana kwamba sipitii hizo nyakati, yaani kana kwamba siumii, kana kwamba sina maumivu. Haleluya. Manake ni mtu ambaye ndani yake kuna tumaini fulani. Haleluya. Mtu ambaye anaga tumaini, mara nyingine anaweza akapokea taarifa hata akadondoka chini akakufa, si ndio akafa. Maana anapokea taarifa, imemshtua huyo, imemlainisha, presha ikapanda juu, akadondoka chini akafa. Amekufaje? Amekufa baada ya kupokea taarifa fulani. Manake ni mtu ambaye hana matumaini. Kwa hiyo mlango wa adui ambao wanautumia kwake kumshambulia ni huo. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Wakati fulani nilikuwa namwambia mke wangu kwamba lazima ujiweke katika nafasi ambayo unaweza ukapokea taarifa yote ile na usitetereke. Haleluya. Kwa sababu gani? Adui anaweza akaitumia hiyo nafasi yani hata ukapewa taarifa ambayo labda ni ya uongo, ukapotelea huko. Maana akishajua kwamba huyu mtu nikimpa taarifa yote mbaya sijui anaumwa, sijui anafanyaje, basi anaitumia hiyo nafasi. Sisi tunaelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu apewe. Kwa nikawa namtengeneza katika hali ya ujasiri, ya ujasiri, ya ujasiri, ya ujasiri. Bwana Yesu apewe sifa. Sialea kuwashuhudia hapa kwamba alikuwa anaogopa mpaka mende. Haleluya. Amina. Wakati naamua mimi nikawa namneni ujasiri, kwa sababu mimi kazi zangu zilikuwa ni za usiku. Sasa inabidi akae mwenyewe hapo kwa chumba mpaka nirudi usiku.
Sasa kila kitu anakutana nacho, akisikia paka huko, akisikia nini, sijui atajua mwenyewe anakemea ama anafanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Usichoke mtu wa Mungu, usichoke. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Hii andiko mimi nalipenda, linasema hivi: maana Bwana atanisaidia, kwa sababu siku tahayari, kwa sababu hiyo nimeukaza uso wangu. Siku tahayari, sikustuka kupita kawaida, sikupaniki kwa ile jambo nililolisikia. Amina. Hata tu unapopata taarifa, unajua kuna watu wengine wanaweza wakaambia, unajua fulani anakusema hivi na hivi, ile taarifa ikamfanyaje? Ikamuumiza, si ndio? Akaamua kuondoka na kwenda kwa ule. Usifikiri kwamba hapo ni busara, hapo ni hasira ndio inayofanya kazi, hapo ni pepo ndio anayefanya kazi. Lakini angekuwa na uwezo wa kutulia, kustahimili ile taarifa na kuituliza kabisa isilete shida, angalikuwa na mwisho mzuri. Kwa nini watu wanagombana kila siku? Kwa sababu wamechoka na mataarifa mabaya. Haleluya. Wanayapokea vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani aniseme mimi, haiwezekani, lazima nitafanya, nitanani. Sasa kinachoenda kutokea nini? Ni magomvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie jamani, kwamba tukaze uso kama magumegume tunapopita nyakati za kuchoka. Tusionyeshe kwamba tumechoka. Amina. Yani utakiwa uonyeshe kwamba umechoka. Onyesha ujasiri wako, onyesha imani yako kwa Mungu. Sio kila mtu akikuangalia na kuona kwamba wewe umechoka, macho yamelegea, mashavu yamekushuka, kila kitu, kwa sababu umefanyaje? Umechoka. Haleluya, haleluya. Nataka nikuambie kitu ambao utakuja kunikumbuka siku nyingine. Shetani atakuja tumia hiyo nafasi, utapigwa na kitu kizito, maana wanajua kabisa huyu tukimpa taarifa fulani, huyu vinaamka vilivyolala. Jamani, andiko si limeandika hapa? Nirudie tena. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema hivi, mstari wa ngapi? Wa 7. Anasema, maana Bwana atanisaidia, kwa sababu hiyo siku tahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso. Hebu sema nimekaza uso. Sema nimekaza uso. Nimekaza uso wangu kama gumegume. Unaona eh? Haleluya. Kaza uso wakati unapita nyakati ngumu. Kaza. Haleluya. Mtu mmoja akanipigia simu, ambia mchungaji, pole sana na msiba. Ambia asante. Sasa tunataniana, amelia kivyake. Sasa tunataniana, lakini mchungaji, nimeangalia nikamwambia mwenzangu hapa, pastor amejikaza tu. Amejikaza. Haleluya. Amefanyaje? Amejikaza. Nikamwambia ndio, nimejikaza kama gumegume. Amen. Maana ingekuwaje sasa pale mchungaji anaanza kulia na hii. Haleluya. Sasa pale nikampa somo, nikamwambia hii ndio sura ya mchungaji. Hii ndio nini? Sura ya mchungaji. Unaweza ukamwona anacheka, lakini analia. Si kuna mtu anaelewa? Unaweza ukaona anakufariji, kumbe ana maumivu. Sasa nikamwambia, sasa hapo ndipo unatakiwa ujue maana halisi ya mchungaji. Kama ulikuwa ujui maana ya mchungaji, sasa umeiona kwa macho yako. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.
Si kwamba sikulia, ila hakuna aliyeona nikilia. Hakuna aliyeona nifanyaje nikilia zaidi ya mke wangu. Hiyo Bwana Yesu makofi. Manake adui unapopita katika wakati mgumu, hatakiwi aone aina ya udhaifu wako, atautumia kukupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Kwa anasema ulikaza uso wako kama gumegume. Mungu anasaidia watu ambao wana matumaini. Mungu asaidii watu wasiokuwa na matumaini. Watu ambao ni wepesi kukata tamaa, Mungu huyo hasaidii, hapogi karibu nao hao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasaidia watu ambao wana matumaini. Wanapokuwa wamechoka, bado wanasema Yesu Kristo ni Bwana. Wanapokuwa katika mambo magumu, hata kama Mungu akachelewa kujibu maombi yao, bado wanasema Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana. Wanaendelea kumsifu Mungu, wanaendelea kumwabudu Mungu, wanaendelea kumtumikia Mungu, wanaendelea kufanya kazi ya Mungu. Amen. Hata kama watasikia taarifa mbaya zinazowahusu, hawataacha kumtumikia Mungu eti kwa sababu wamesengenywa, eti kwa sababu wamesema, bado watakaza kumtumikia nani? Mungu, kwa sababu wanamjua Mungu anayemtumikia. Sema amina. Hao ndio watu ambao Mungu anawatumia kwa viwango vikubwa, watu waliokaza nyuso zao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo kitu kama hicho, mtu wa Mungu, lazima ukiangalie sana. Anasema siku tayari kwa sababu ya na nimekaza uso wangu, hakuona haya. Ukiangalia kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 17, Mungu anamwambia Yeremia usije katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 17, Mungu kuna maneno anamwambia Yeremia pale, tumalize. Mstari wa 17 anasema hivi, pale chini anasema usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe. Anaanza kusema haya sasa, inuka wewe, jifunge viuno, ukaondoke, ukawaambie watu maneno yote niliyokuamuru. Usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe. Manake Mungu hataki utahayarike wala ufadhaike mbele za adui zako. Haleluya. Mungu hataki. Aliwaambia wana wa Israeli kwamba kwa sababu, alimwambia Musa na Haruni, kwa sababu hamkunisitiri mbele ya makutano, hivyo nyinyi mtaishia kuiona Kanaani, lakini hamtaingia kwa sababu hamkunisitiri. Maana yake hamkukaza uso kuambia watu Mungu bado anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, amina. Amina. Tusimame.